Ni wakati mzuri ambapo sasa tunakwenda sehemu nyingine ya kumsikiliza Mungu anasema nini, pia kusikia sauti ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu ikinena nasi. Basi tunaposoma, kama unaweza kusimama tusome pamoja. Simama pale ulipo, utafungua Biblia yako, Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 15. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 19. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 19. Tutasoma katika jina la Bwana. Ndipo Roho ya Mungu ikamjia Azaria mwana wa Odedi, naye akatoka ili amlaki Asa, akamwambia, nisikieni Asa na Yuda wote na Benyamini, Bwana yu pamoja nanyi. Mkiwa pamoja naye, nanyi mkimtafuta, ataonekana kwenu, lakini mkimwacha, atawaacha ninyi. Mstari wa 3. Basi tangu siku nyingi Israeli wamekuwa hawana Mungu wa kweli, wala hawana kuhani afundishaye, wala hawana Torati. Lakini walipomgeukia Bwana Mungu wa Israeli katika msiba wao na kumtafuta, akaonekana kwao. Mstari wa 5. Hata zamani zile hakukuwa na amani kwake atokaye, wala kwake aingiaye, ila fadhaa kubwa juu ya wote wakaao katika nchi. Wakavunjika taifa juu ya taifa na mji juu ya mji, kwani Mungu aliwafadhaisha kwa shida zote. Nani jipeni nguvu, wala mikono yenu isilegee, kwa maana kazi yenu itakuwa na ijara. Naye Asa alipoyasikia maneno hayo, yaani unabii wa mwana Odedi nabii, akatiwa nguvu, akayaondolea mbali machukizo yote katika nchi ya Yuda na Benyamini, na katika miji aliyoitwa milimani kwa Efraimu, akaifanyizia tena madhabahu ya Bwana, ilikuwa mbele ya ukumbi wa Bwana. Akakusana Yuda wote na Benyamini na hao wageni waliokaa kwao wa Efraimu na Manase na wa Simeoni, kwa kuwa walimwangukia Israeli walipoona kwamba Bwana Mungu wake alikuja pamoja naye. Mstari wa 10. Basi wakakusanyika huko Yerusalemu mwezi wa 3 katika mwaka wa 15 kumiliki kwake Asa, wakamchinjia Bwana siku ile katika nyara walizozileta dhabihu zote za ng'ombe 700 na kondoo 7,000. Wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote, na kwamba yeyote asiyemtafuta Bwana Mungu wa Israeli atauawa, akiwa mdogo au mkubwa, kwamba ni mwanaume au mwanamke. Wakamwapia kwa sauti kuu na kwa kelele na kwa mapanda na kwa baragumu, na Yuda wakakifurahia kile kiapo, kwani wameapa kwa moyo wao wote na kumtafuta kwa mapenzi yao pia, naye ameonekana kwao, naye Bwana akawastarehesha pande zote. Hata Maaka mfalme akamwondolea daraja yake asiwe malkia, kwa kuwa amefanya sanamu ya kuchukiza kwa Ashera. Basi Asa akaikata sanamu yake, akaiponda, akaiteketeza penye kijicho cha Kidroni. Lakini mahali pa juu hapakuondolewa katika Israeli, ila moyo wake Asa ulikuwa mkamilifu siku zake zote. Akavileta nyumbani mwa Mungu vitu alivyovitakasa babaye na vile alivyovitakasa mwenyewe, fedha na dhahabu na vyombo. Wala hapakuwa na vita tena
hata mwaka wa 35 wa kutawala kwake Asa. Mungu akubariki. Unaweza kuketi. Lakini 3 zitakazoponya maisha yako. Lakini 3 zitakazoponya maisha yako. Kwa hiyo unaweza kuandika hicho kichwa, lakini 3 zitakazoponya maisha yako. Lakini 3 zitakazoponya maisha yako. Katika maisha ya mwanadamu kuna lakini nyingi ambazo zinamsonga. Kuna lakini ambazo zinamtia wasiwasi huyu mtu. Kuna lakini ambazo zinamkatisha tamaa. Kuna lakini ambazo zinamsababisha huyu mtu abadilishe mawazo. Kuna lakini zile ambazo zipo zinamzunguka huyu mtu, amefika mahali anashindwa kufanya maamuzi. Lakini kwa leo tutaanza kushiriki pamoja lakini 3 zitakazoponya maisha yako. Kanisa, si tuko pamoja? Sasa unapoanza mstari ule wa kwanza na wa pili, mstari wa kwanza na wa pili, tunaanza kujifunza lakini ya kwanza ambayo inaweza kuponya maisha yako, au lakini ya kwanza itakayoponya maisha yako. Ndipo roho ya Mungu ikamjia Azalia mwana wa Odedi, naye akatoka ili amlaki Asa, akamwambia, nisikieni Asa na Yuda wote na Benjamini, Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye, nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu. Lakini kama una Biblia yako basi pigia hiyo lakini ya kwanza. Hiyo ndio lakini ya kwanza ambayo tunaiona hapo. Na hiyo lakini ya kwanza inasema hivi: ukimwacha Mungu atakuacha. Hiyo ndio lakini ya kwanza. Ukimwacha Mungu atakuacha, kwenye mstari ule wa pili. Lakini mkimwacha atawacha ninyi. Lakini hiyo ya kwanza, pigia hilo neno lakini kwa Biblia yako, maana ndio tunajifunza lakini ya kwanza. Sasa mimi nimekuzungumzia kwa lugha nyepesi. Ukimwacha Mungu atakuacha. Hiyo ndio lakini ya kwanza. Nianze mahali hapa. Unapozungumza kuhusu Israeli, Israeli ina historia ndefu, na pia kuna mambo mengi ambayo unaweza kuzungumza kwa habari ya Israeli. Lakini nianzie hapa. Israeli inaanza safari ya kutoka Misri kuelekea nchi ya ahadi. Walipokuwa wanaanza ile safari ya kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi ambayo ni nchi ya Kanaani, ambayo Biblia inasema imejaa maziwa na asali, ni kwamba Israeli wote walikuwa pamoja chini ya kiongozi wao anaitwa Musa. Na Israeli hiyo unaiona inaondoka wakati huo katika nchi ya Misri kuanza safari kwenda kwenye nchi ya ahadi. Biblia inaonyesha yalikuwa ni makabila 12. Kwa yoyote makabila 12 yako chini ya kiongozi Musa. Wanasafiri, wanapita jangwani,
katika mapito yote wakiwa chini ya kiongozi Musa. Lakini baadaye Musa anamaliza kuwaongoza. Sasa wanavuka Yordani kuingia sasa kwenye nchi ya ahadi. Mungu anamuinua kiongozi mwingine anaitwa Yoshua, na Yoshua anawaongoza hawa Israeli wakiwa wote pamoja, makabila 12, taifa la Israeli. Lakini wanapofika kwenye ile nchi ya ahadi, wamesha waondoa wale waliokuwa wanakaa katika nchi ya Kanaani, mataifa mbalimbali yakiwemo humo, wameingia, wameimiliki ile nchi kama Bwana alivyowaahidia. Mtumishi wa Mungu Yoshua akawagawanya, kila kabila likawa na mipaka ya ardhi yake. Kwa hiyo kila kabila likawa na mipaka ya ardhi yake. Kwa hiyo kulikuwa na mipaka ya ardhi kwa makabila yote 12. Kwa hiyo kila kabila lilikaa kwenye ardhi ile ambayo mipaka yake ilikuwa imewekwa kama alivyowagawia Yoshua. Lakini pamoja na hayo yote kuwa katika mipaka tofauti tofauti, kila mtu kwenye ardhi yake kwenye ile nchi ya Kanaani, bado walikuwa chini ya mtumishi wa Mungu, kiongozi wao anaitwa Yoshua. Na Yoshua anapomaliza muda wake wa kuongoza hili taifa la Israeli, haya makabila 12 yakiwa pamoja, Mungu akaruhusu sasa viongozi wanaoitwa waamuzi waanze kuongoza hili taifa la Israeli. Kwa waamuzi na wao pia waliongoza haya makabila yote 12 yakiwa pamoja, wanakwenda pamoja, taifa moja, kama vile makabila 12 chini ya kiongozi mmoja anayeitwa mwamuzi. Na waamuzi walipita wengi, mmoja baada ya mwingine. Lakini bado unapojifunza Biblia unaenda ndani zaidi. Waamuzi walipomaliza muda wao, Mungu anabadilisha mfumo wa uongozi, wanaanza wafalme. Israeli wakajitakia mfalme anaitwa Sauli, na Sauli akawaongoza hawa Israeli wakiwa pamoja kwenye yale makabila 12. Kwa hiyo wana mfalme mmoja, makabila yote 12. Na baadaye, baada ya Sauli akaja mfalme Daudi, naye mfalme Daudi akafanya vivyo hivyo, akayaongoza makabila yote 12, na makabila yote 12 yakawa chini ya uongozi huo mmoja. Baada ya Daudi tunakuta anakuja mfalme Sulemani, na yeye mfalme Sulemani bado anaongoza makabila yote 12 yote kwa pamoja. Sasa baada ya Sulemani kumaliza uongozi wake, tunakuta Israeli inagawanyika. Israeli inagawanyika baada ya Sulemani kumwachia mwanawe awe mfalme. Israeli inafanya nini? Inagawanyika. Sasa jinsi ilivyogawanyika, kumbuka ilikuwa makabila 12. Kwa hiyo makabila 10 yakajitenga, yakataka kiongozi wao awaongoze. Lakini kuna makabila 2 yalibaki na yenyewe yakabaki na kiongozi wao. Kwa hiyo 10 yakataka kiongozi wao, 2 nayo yakataka kiongozi wao. Kwa hiyo tunakuta huo mgawanyiko ni makabila 10 upande mmoja na makabila 2 upande mwingine. Sasa nabii wa Bwana anapoleta ujumbe, kama tunavyosema mahali hapa kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 15 mstari wa 1 na wa 2, ujumbe unakuja kwa makabila haya 2 ya Israeli, na Biblia inayataja hayo makabila. Ukisoma pale anasema, nisikieni Asa. Wakati huo sasa
naye ni mfalme, anatawala kwenye hayo makabila mawili, Yuda na Benjamini. Kwa hiyo ni makabila mawili ya Israeli, Yuda na Benjamini. Kwa hiyo ujumbe wa unabii unakuja kwa hawa makabila mawili, kabila la Yuda na kabila la Benjamini. Sasa halihusishi yale makabila mengine 10. Sasa sikiliza vizuri pale mwanzoni. Sasa ndipo roho ya Mungu ikamjia Azaria. Azaria mtoto wa kiume wa mtu mmoja wa baba mmoja anaitwa Odedi. Kwa hiyo Odedi alikuwa ni baba wa Azaria, na Mungu alimuinua Azaria na akaweka ndani yake huduma ya nini? Ya unabii. Kwa hiyo unapomwona Azaria, yeye ni nabii. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua wapendwa wengi wakishasikia tu nabii ni kama vile wao wanachafuka, wanauona ule udanganyifu mbele yao, wanauona ule utapeli wakishasikia tu nabii. Sasa unapozungumza nabii, ni moja wapo wa huduma ambazo Yesu Kristo kwa kupenda kwake aliweka ndani ya watu. Kwa hiyo manabii walikuwepo, wapo na watakuwepo mpaka wakati wa kurudi kwa Yesu. Kwa hiyo huyu Azaria alikuwa ni nabii, lakini unaposoma vizuri anasema ndipo roho ya Mungu. Sasa mimi nazungumza manabii ambao ni manabii wa nani? Wa Mungu. Kwa sababu kuna manabii wengine ni manabii wa shetani. Sasa mimi nazungumza manabii wa nani? Wa Mungu. Sasa manabii wa Mungu, kila wanachozungumza ni roho wa Mungu anaweka ndani yao ili waweze kuzungumza. Kwa hiyo Azaria hapa yeye ni nabii wa Mungu, ndipo roho ya Mungu ikamjia Azaria. Ni vizuri tukawa tunathibitisha na maandiko kuhusiana na hayo mambo. Samueli wa pili sura ya 23 mstari wa kwanza hadi wa pili. Samueli wa pili sura ya 23 mstari wa kwanza na wa pili. Naomba nisomee hapo. Roho ya Bwana ilinena ndani yangu. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu nabii wa Mungu, ni lazima roho wa Mungu anene ndani yake kabla ya huyu mtu kunena kwa hawa watu. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 20 hadi 21. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 20 na 21. Angalia roho wa Mungu anavyonena. Soma hapo. Nena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa hapo ni kwenye Agano Jipya. Yale walioyanena waliongozwa na Roho Mtakatifu, na hayo mambo yalitoka kwa Mungu. Kwa hiyo unaposema ndipo roho ya Mungu ikamjia Azaria mwana wa Odedi, huyu Azaria ambaye ni nabii, haya maneno anayonena yalitoka kwa Mungu, na roho wa Mungu alimuongoza nabii Azaria aweze kuyanena. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa si kila kitu kinachozungumzwa basi ni unabii. Hapana. Unabii ni sharti utoke kwa Mungu, liwe neno la Mungu. Roho wa Mungu aweke ndani ya huyu mtu
halafu huyo mtu aweze kuyanena. Na kwa ufahamu zaidi, kumbuka hapa tunazungumza huyu mtu ambaye ni nabii, lakini kibibilia haimaanishi ya kwamba unabii lazima utoke kwa mtu ambaye ni nabii. Hapana, kuna mwingine ambaye si nabii, lakini unabii unaweza kutoka kwake. Ni wakati gani? Kuna mwingine unapozungumza karama za Roho Mtakatifu, karama mojawapo ni karama ya unabii. Sio nabii, ila unabii umetoka kupitia kwake kwa sababu ile karama ya unabii. Kwa hiyo huyu mtu sio nabii, ila ana karama ya unabii. Kwa hiyo mtu mwenye karama ya unabii na nabii ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo usije ukashangaa ukakuta huyo mtu ambaye ametoa unabii kwa sababu ndani yake kuna karama ya unabii ukaanza kumwita nabii. Hapana, ni watu wawili tofauti. Mshirika anaweza kutoa unabii, mzee wa kanisa anaweza kutoa unabii, mchungaji anaweza kutoa unabii endapo ana karama ya unabii ndani yake. Sasa haitamaanisha kwamba huyu ni nabii. Nabii ni mwingine na mtu mwenye karama ya unabii ni mtu mwingine. Kanisa, tuko pamoja? Sasa huyu Azaria yeye alikuwa ni nabii. Roho wa Mungu ndani yake amepeleka neno, peleka kwa watu hawa, kabila la Yuda na kabila la Benyamini, haya makabila mawili. Huu ujumbe ni kwa ajili yao. Sasa kwa wakati huo mfalme alikuwa ni Asa, anatawala. Kwa hiyo utakuta ule uongozi unaosoma katika Biblia katika Agano la Kale ni tofauti na uongozi huu tunaozungumza sasa hivi. Ni kwamba katika uongozi ule tunaosoma, Mungu alikuwa anahusika sana kuwaongoza hao watu. Kwa hiyo hata huyu Asa ambaye ni mfalme, bado Mungu alihusika kuongoza. Unasema uongozi wa kimungu mwenyewe. Lakini ukiangalia ule uongozi sasa hivi, tunapiga kura, tunamweka yule tunayemtaka. Kwa hiyo utakuta ni wa aina yoyote ile, atakayepata kura nyingi ndio huyo ataingia. Lakini hapa tunazungumza ule uongozi ambao Mungu alikuwa anahusika moja kwa moja. Kwa hiyo nabii akatoka huyu Azaria akaenda moja kwa moja kuonana na nani? Na mfalme. Moja kwa moja kuonana na nani? Na mfalme. Sasa jaribu kupiga picha Mungu anapoingilia kati mambo na Mungu anapohusika katika mambo, jinsi ilivyokuwa inawezekana mtumishi wa Mungu ananyoka moja kwa moja kwa mfalme wa nchi, kwa mfalme mtawala, ili azungumze na huyu mtu neno la Mungu. Sio rahisi kama unavyofikiria leo. Sio rahisi. Sio rahisi kama unavyofikiria leo. Yaani ukinyoka tu uende tu kwa mwenyekiti wa mtaa useme Mungu ameniambia hivi kuhusiana na huu mtaa wa kwetu. Kwanza yule atakuona kama wewe kidogo kichwa chako sio sawa sawa. Atakuona kichwa chako sio sawa sawa. Na ukienda ngazi nyingine, ukanena hilo neno, si utapewa hela alafu unaambiwa nyamaza. Wewe utaambiwa wewe njaa inakusumbua. Unapewa hela unaambiwa nini? Nyamaza. Kanisa, tuko pamoja? Na wakati mwingine ili uweze kufika kule aliko mfalme, yaani pana ngazi hapa. Huwezi kwenda kirahisi vile. Pana ngazi hapa. Na unaweza kuzuiliwa tu chini usifike kule. Utaulizwa utakwenda kusema nini? Sasa
Mungu amekuambia wewe kamwambie mfalme, alafu hapo unauliza unataka kwenda kusema nini? Ina maana ukisema pale tayari umekosa. Tayari ni nini? Ni shida. Na ukigoma ukisema Mungu ameniambia nimwambie moja kwa moja yeye, watakwambia hauruhusiwi. Lakini Mungu anapokuwa katikati ya hilo jambo, inawezekana akatoka moja kwa moja kwenda kwa Asa na akaanza kumwambia maneno moja kwa moja, nisikie Asa. Anaanza na mfalme, nisikie Asa. Sijui kama unaelewa Mwang'ombe, unaelewa hapo ninachozungumza? Yaani ujumbe unakuja nyumbani kwako, kwenye nyumba yako. Yaani huo ujumbe ni kwa ajili ya nyumba yako. Lakini nasema sikiliza Mwang'ombe, pamoja na mkeo, pamoja na watoto wako. Sikiliza Mwang'ombe, pamoja na nyumba hii na wote wakao humu nyumbani. Kwa nini anasema sikiliza Asa? Lazima ujue kwa nini anaanzia kusikiliza Asa. Yaani mfalme akibadilika, hao wanaoongozwa ni rahisi kubadilika. Baba mwenye nyumba akinyoka, hao wengine ni rahisi kunyoka. Baba mwenye nyumba akionyesha mabadiliko, akipokea mabadiliko, ni rahisi hata hao wengine kubadilika. Yesu ndio kichwa cha nyumba. Sasa huyu ndio mfalme. Nisikieni Asa na Yuda wote na Benjamin. Anaanza na mfalme, ambalo ndio lango la kuingia kwenye ule utawala. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani watoto wakati mwingine ni ngumu kufanya vizuri kama baba mwenyewe afanye vizuri. Hata watoto wa kiroho wakati mwingine ni ngumu kufanya vizuri kama mwenyewe baba wa kiroho afanye vizuri. Kwa hiyo huyu baba anakuwa ni lango. Kwa hiyo ujumbe unaendelea, Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye, nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu. Kwa anajaribu kumweleza ule ujumbe kama ulivyo, na anamweleza katika huo ujumbe, kumbuka ameileta lakini ya kwanza itakayo waponya maisha yao. Kwa hiyo tayari anajaribu kuwafunulia wajue tatizo walilo nalo. Anajaribu kuwaelekeza, Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye, nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu. Yaani hilo ndio tatizo, ni kwamba anajaribu kuwaeleza kile kinachotakiwa kufanyika. Mwishoni ndio anakuja kuweka wazi hiyo lakini itakayo oponya. Lakini mkimwacha atawaacha ninyi. Ukimwacha Mungu atakuacha. Sasa Mungu ni yeye aliyetuumba. Yeye ndiye muumbaji. Sasa anasema mkiniacha na mimi nitawaacha. Ukiniacha na mimi nitafanya nini? Nitakuacha. Sasa jaribu kuangalia, sijui ni nani anayepata hasara. Sijui ni nani anayepata hasara. Ukimwacha Mungu atakuacha. Ni Mungu anapata hasara au huyu anayeachwa? Kanisa, tuko pamoja. Angalia huu mkono. Mungu alipomuumba mwanadamu hakumuumba kwa bahati mbaya. Alikiumba hichi kiumbe mwanadamu kwa malengo, kwamba hichi kiumbe mwanadamu kimwabudu yeye na yeye peke yake. Hilo ndio kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu. Na ni namna gani anamwabudu huyu muumba? Anavyokula, anavyovaa, anavyoishi maisha yake, kwa kuimba, kwa kufanya nini, kwa kufikiri, vyote hivyo lazima vimletee Mungu utukufu.
Nenda Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 31. Kila ufanyacho kina sura ya ibada, kinatakiwa kimletea utukufu Mungu, na unapomletea Mungu utukufu unamtukuza yeye, na kumtukuza Mungu ni ibada. Tusome hapa. Au mtendapo neno lolote, hakikisha Mungu anajitwalia utukufu. Sasa mtendapo neno lolote, sijui tuweke mangapi? Ina maana unapotembea Mungu ajitwalie utukufu. Yaani unaposoma Mungu ajiletee utukufu. Yaani mahali popote, chochote ufanyacho, jiulize kwanza, Mungu atajitwalia utukufu namna gani? Kama ni mkulima, kila kilimo unachofanya hakikisha kinaleta utukufu kwa Mungu. Lakini nyuma ya hapo ni hatari. Sasa kama Mungu amemuumba huyu mwanadamu ili aweze kumwabudu kwa chochote anachokifanya, sasa imefika mahali anamwacha Mungu. Imefika mahali anamwacha Mungu. Sasa Mungu anaona hii ni hasara. Hii ni maana mimi nilikiumba hichi ili kiweze kiniabudu. Kazi yake kubwa ni kuniabudu kwa chochote anachokifanya. Sasa naangalia ameniacha Mungu. Sasa Mungu anasema atakuacha. Ukimwacha Mungu atafanya nini? Atakuacha. Kwa sababu ni hasara kwake. Na Mungu wa mbinguni si Mungu wa hasara, si Mungu wa hasara. Hakuna chochote kile ambacho Mungu ameweka ni cha hasara. Kwa hiyo kukwepa hasara ni tabia ya Mungu, lakini kuifuata hasara ile ni tabia ya Shetani. Shetani siku zote ni kutaka kuleta nini? Hasara. Yaani Mungu anajenga, yeye anakuja kubomoa. Mungu analeta pamoja, yeye anakuja nafanya inatawanya. Kwa hiyo wakati wote ni hasara. Sasa tabia ya Mungu ni faida. Yaani unapokwenda kwenye ibada kanisani, jaribu kutafuta faida ya wewe siku hiyo kwenda kwenye ibada. Unapofanya jambo fulani, tafuta faida, kwa sababu ni tabia ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo ukimwacha Mungu atakuacha. Mungu kumwacha mwanadamu wala haingia sana, kwa kinakuwa ni faida, kwa sababu Mungu yeye akubaliani na nini? Na hasara. Bwana Yesu apewe sifa. Sijajua ule wimbo waliutoa wapi. Ukileta mchezo kwa Yesu ana watu wengi. Mbona umalizi sasa? Wanapanda milima gani? Ngilo nashuka. Ukileta mchezo kwa Yesu, ukileta mchezo kwa Yesu, wengine ilo usiniulize hilo andiko liko wapi, lakini ukisikiliza kale kawimbo kana ukweli ndani yake kwamba lakini ukimwacha Mungu atakuacha, ana watu wengi. Kwa hiyo wale wanaomwacha yeye ana mpango nao, anamwacha. Kwa hiyo ni lakini ya kwanza ambayo itakuponya maisha yako kuwa salama. Kwa hiyo lazima niwe natembea na kuwa makini kwamba nikimwacha Mungu, yani Mungu hana hasara.
anao wengi, anao wengi walio tayari kwa moyo wao, walio tayari kumtukuza, walio tayari kumwabudu. Kwa hiyo anaona unampotezea muda, weka kando, anakuacha. Hiyo ni lakini ya kwanza. Sasa nitajuaje kwamba nimemwacha Mungu au sijamwacha Mungu? Nitajuaje kwamba nimemwacha Mungu? Kumbuka hiyo lakini ya kwanza, ukimwacha Mungu naye atafanya nini? Atakuacha. Sasa kuna dalili chache ambazo nitakushirikisha, zipo nyingi, nitakushirikisha chache katika hizo ambazo zinaweza kuashiria kwamba hapa huyu mtu amemwacha Mungu. Dalili ya kwanza, kupoteza imani kwa Mungu. Kupoteza imani kwa Mungu. Kupoteza imani kwa Mungu. Hiyo ni dalili mojawapo inayoashiria kwamba huyu mtu amemwacha Mungu. Kupoteza imani kwa Mungu. Imani ni kitu gani? Labda sote tuje pamoja kuelewa vizuri tunaposema imani tunamaanisha nini. Kuna hili neno kuamini. Kuna hili neno kuamini. Sasa unaposema kuamini, kuna viwango vya kuamini. Kuna viwango vya kuamini. Na vipo viwango vitatu vya kuamini. Viko viwango vitatu vya kuamini. Kiwango cha kwanza kati ya viwango vitatu vya kuamini ni mapokeo yanayoingia akilini. Mapokeo yanayoingia akilini. Wale wenye lugha nyingine wanasema belief. Sasa belief ni kiwango kimojawapo cha chini cha kuamini, kinaitwa belief au mapokeo. Sasa ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo, mapepo nayo huamini na kutetemeka. Sasa kiwango cha kuamini ambacho mapepo yanaamini na kutetemeka ni ule ufahamu wa kujua Mungu yupo, Mungu ana nguvu, Mungu mweza wa yote. Kwa hiyo yanamfahamu Mungu vile alivyo, lakini yana hizo taarifa, yana huo ufahamu, na huo ufahamu unakubalika kwamba ndivyo alivyo. Kwa hiyo yanamfahamu Mungu vile alivyo. Sasa ule ufahamu unajenga kiwango cha kwanza kabisa cha kuamini. Kwa hiyo ili niwe na kiwango cha kwanza cha kuamini, nikikuambia kitu au ukisoma kitu kikiingia akilini ukakubaliana nacho, sasa unapata hicho kiwango cha chini kabisa cha kuamini, ambacho wakati mwingine hata mtu ambaye huwa haendi ibadani, hajaokoka, anakuwa nacho. Nasema kwa kweli tunamwamini Mungu, Mungu anaweza, yaani tu anazungumza hayo mdomoni, kwa sababu ana kiwango hicho cha kuamini. Kiwango cha pili cha kuamini, kusadiki. Kusadiki, wengine wanaita kutumainia, na
lugha nyingine unaita trust. Kwa hiyo mara nyingi mtu ambaye ana kiwango hicho cha pili cha kusadiki au kutumainia au trust, yeye mpaka aone kwa macho. Tasimama hapa, atatoa ushuhuda, unajua mimi nilikuwa hivi na hivi na hivi, na kweli nilimuona huyu mtu ndivyo alivyokuwa, nikimwona nikimsikiliza nasema jamani, ila kweli Mungu yupo, ila kweli Mungu yupo. Kwa nini? Kwa sababu nimeona kwa macho yangu kweli huyu bwana alikuwa na hili, lakini sasa nakuta tayari amefunguliwa katika hilo. Nimeshuhudia kwa macho yangu, nimesikia. Sasa nakuwa na kiwango hicho cha pili cha kufanya nini? Cha kuamini. Kati sisi kama tunaelewa, nataka tuelewe tunaposema imani tunamaanisha nini. Kwa hiyo hizi shuhuda unazosikia na haya mambo ambayo unayoshuhudia, watu wanashuhudia jinsi Mungu alivyofanya, yanakokujenga wewe, yanakujenga kwenye ngazi ya pili ya kuamini, ambayo nini? Trust. Ni kwamba wakati mwingine unaweza kuingia ukafanyia kazi afu baadaye ukafutika moyo, mbona yule alishuhudia kwa mbegu vile hivi, mbona haijatokea? Hapana, ni kweli unaamini, isipokuwa hauna imani. Na wakati mwingine unaweza kusoma andiko, mbona limefanya hivi, mbona sasa haitokei? Sawa, kuna jambo linahitaji imani, halihitaji mapokeo, halihitaji kutumainia au kusadiki. Sasa unapokuja kwa imani, Waebrania 11 mstari wa kwanza, tunaposema imani, Waebrania 11 mstari wa kwanza. Yes. Kwa hiyo kwanza kunakuwa na mambo yanayotarajiwa, bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo imani, ili iwe imani, unakuwa na matarajio katika mambo yasiyoonekana, bado unakuwa na nini? Na uhakika. Kwa hiyo ili ionekane kuamini kwako ni imani. Kwa mfano, jamani, leo si Jumapili, kesho si ni Jumatatu. Sisi jamani, Jumatatu tujaiona, wala tujui kama kutakuwa na mvua wala nini. Ndio maana tunasema basi kesho kwa mapenzi ya Mungu. Sasa ukisema kesho kwa mapenzi ya Mungu, hapo ni swala la imani. Yaani una uhakika kesho tutaonana, na umesema kwa mapenzi ya Mungu, yaani una uhakika. Hapo sasa hujaiona hiyo kesho iko namna gani, lakini kwa imani. Lakini leo usianze kusema saa hizi kwa mapenzi ya Mungu tufanye, saa hizi kwa mapenzi ya Mungu tufanye. Hapo sasa sio imani. Hapo sio nini? Simeshaona na macho, saa hizi unaiona hii tufanye hivi. Kwa hiyo lazima, ili iwe imani, bayana ya mambo yasiyoonekana, uhakika wa mambo yasiyoonekana. Na tunasema imani ni kiwango cha juu kabisa katika kuamini, kiwango cha juu kabisa katika kuamini. Ndio maana hapa tukiulizana, hivi kweli unayo imani? Au kwa sababu miaka na miaka umekuwa ukisikiza maneno ya Mungu na nini na kwenda kanisani, sawa? Au kwa sababu ulishasikia shuhuda za namna tofauti tofauti, sasa unaona hapa kunakuwa na utofauti. Kwa hiyo unaweza kuwa na mapokeo, unaweza kuwa na kusadiki, lakini kuna mwingine na kuwa na imani. Sasa dalili ya kwanza mojawapo ambayo inaweza kaashiria kwamba mtu amemwacha Mungu ni kupoteza imani kwa Mungu. Kupoteza imani kwa Mungu. Sasa napoiangalia dunia, wakati mwingine unasikitika, wakati mwingine unasikitika. Yaani kwa sasa hivi unapozungumza
kutendewa na Mungu, unapozungumza kutendewa na Mungu, usipokuwa na viambatanishi ni kazi. Lazima uwe na stika, lazima uwe na maji, lazima uwe na chumvi na nini kingine, kwa sababu sasa yani wanataka waone. Sasa unaanza kujiuliza imani iko wapi? Ipo au vipi? Kwa sababu makundi na makundi sasa ndio yanataka namna hiyo. Utabandika stika yako mlangoni kwamba yoyote yule ambaye hafai akiingia kupitia hapo mlangoni lazima kitampata, ataungua na moto. Si unaona? Kwa mtu kama aliingia ni mgeni akajikwaa pale mlangoni, huyu hayuko sawa sawa. Si unaona alijikwaa pale mlangoni, kuna stika pale ya namna fulani. Sasa unaona imani katika sasa imani sasa imeshindwa kukaa mahali pake, ila mtu anataka kuona. Sasa unakuja hapo sasa ndio tunarudi kwenye ile ngazi ya pili ya kuamini. Watu wanataka kufanya nini? Waone na macho. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Unaamini kesho utashika 100,000? Amina. Yaani umelipokea kwa imani au kwa sababu ya mapokeo? Kwa imani, sio kwa kusadiki, kwa imani. Kwa sababu hujui ni namna gani zitatoka wapi, hujui. Kwa hiyo ukilipokea kwa imani, sasa hapo utakuta imani inafanya nini? Inafanya kazi. Lakini kwa nani? Kwa Mungu. Kwa watu waliishaacha, walipoteza imani kwa nani? Kwa Mungu. Wamekuja kwenye vitu hivi vinavyoonekana. Kwa unaposema kuishi kwa imani, Biblia inaposema wenye haki wako wataishi kwa imani, usilichukulie kirahisi lile neno imani. Ni zito, kiwango cha juu kabisa katika kuamini. Haya, tunza imani yako kwa Mungu. Muamini Mungu siku zote, usipoteze imani yako kwa Mungu. Ukipoteza imani yako kwa Mungu, basi naye Mungu atakuacha, naye Mungu atakuacha. Dalili ya pili inayoashiria kwamba huyu mtu amemwacha Mungu, kuacha ibada. Kuacha ibada, kuacha ibada. Ibada ni nini? Kuna tofauti hapa ambayo inatakiwa iwe wazi. Kuna kwenda kanisani na kuna kwenda ibadani. Sasa kwenda kanisani ni lile tendo la kujihudhurisha mahali ambapo jengo la kanisa lipo, na wewe unakuwa mmojawapo wa hao waliopo kwenye hilo jengo. Sasa hapo ndio kwenda kanisani. Lakini tunapozungumza ibada, ibada ni swala la moyoni mwa mtu, ni swala la rohoni mwa mtu, ni kujihudhurisha ili kukutana na yale ambayo Mungu alikusudia kwangu kwa wakati huo. Sasa ibada inakuwa kwa mahali popote pale. Kwa hiyo mtu anaweza katembea mahali pale, bado yuko ibadani. Mtu anaweza kawa nyumbani, bado yuko ibadani. Kwa hiyo anapokuwa tayari kupokea lile ambalo Mungu alikusudia kwake kwa wakati huo, tunasema huyu mtu ana moyo wa ibada. Ndio maana tunasema ibada huwa inaanzia moyoni mwa mtu, lakini kanisa linaanzia kule nyumbani, linakuja hapa tulipokusanyika pamoja. Kwa hiyo popote palipo na ibada,
ni swala la mtu binafsi ambalo halihitaji kusurutishwa au kusukumwa au kuhamasishwa. Ni mtu anafunguka moyo wake, anaweka wazi, Mungu nena nami, zungumza nami, niko tayari kupokea kile ambacho Mungu umekusudia. Sasa hiyo inaitwa nini? Ibada. Nikuulize swali moja kama nilokuuliza mara ya kwanza. Je, watu wanayo imani kwenye yale makusanyiko? Sasa hili la pili lazima ujiulize, hivi watu wanakwendaga ibadani au wanakwenda kanisani au wako pale? Maana imefika mahali huyu mtu anataka kupata kile anachokitaka yeye, sio kile ambacho Mungu anataka kwa ajili ya huyu mtu. Ndio maana kuna vitu vingine vikinenwa madhabahuni vikamfikia mtu inakuwa ni kesi. Na kama ni mchungaji wewe unaajiriwa pale, kikao kitakaa, maana umegusa wazee wa kanisa. Wazee wa kanisa watakaa na session zitakaa, tubadilisheni mchungaji. Huyu mchungaji wenu tunamrudisha huko jimboni, tunataka mchungaji nini? Okay. Kwa nini? Kwa sababu kilichonenwa pale sicho wanachokitaka, hata kama ni Mungu alileta kwa ajili yao kwa wakati huo. Sasa kwenye ibada siku zote tunakwenda kupokea kile ambacho Mungu amekusudia kwa ajili yetu leo. Kwa hiyo ndio maana kwenye ibada natakiwa nije kama vile nilivyo, na Mungu anifanye vile atakavyo. Sasa hiyo ndio nini? Ndio ibada. Kanisa tuko pamoja. Mzee Mang'ombe, labda kinahubiriwa kile ambacho kukitaka. Kuna kitu ambacho ulitaka ili niseme pokea, pokea ghorofa 3, napokea. Unapokea kwa sababu hicho ndicho unakitaka. Kumbe Mungu alikuja na kingine. Mungu sasa alikuja akasema, mwanangu, nataka nikufundishe mambo ya uchumi kwa nuru ya neno la Mungu. Akakuachia hapo, akakupatia ufahamu. Lakini ulitaka nini? Kile kingine. Ndio maana wakati mwingine huwa inaleta shida. Kwa sababu kile anachokitaka sio chenyewe. Sema pokea mtoto. Yaani aliyeolewa sio olewa, anasema amen. Si unaona? Yaani wamezoea kuna vitu wanataka. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Kwa hiyo dalili ya pili ni kuacha nini? Ibada. Inaachilia kwamba huyu mtu amemwacha. Dalili nyingine ya tatu ni namna gani mtu ataachilia kwamba amemwacha? Kukata tamaa kwa Mungu. Kukata tamaa kwa Mungu. Tunaposema kukata tamaa ni kwamba Mungu ana muda wake na mimi nina muda wangu ambao nimepewa na Mungu. Kwa hiyo Mungu huwa ni mwaminifu siku zote kwa muda wake. Kuna wakati anasema hili ni lako baada ya miaka 10. Kuna mwingine anaambiwa hili ni lako, kwenye ratiba yangu inaonyesha wiki itapita ndio ufanye nini? Upate. Sasa ninaposubiri, siku zinaenda, miaka inakatika, siku hadi siku. Sasa naona kama nachelewa vile, kama nachelewa. Kumbuka siku ile ahadi napokea, nilifurahia kabisa. Abrahamu alipopewa ile ahadi alifurahi kabisa. Lakini akaona kwamba siku zinaenda, wakaanza kushauriana. Yaani mimi nawaambia walikata tamaa kwa nani? Kwa Mungu. Kwa sababu aliwapatia ahadi, tena moja kwa moja waliipata wao ni Mungu. Lakini ilipofika mahali wakakata tamaa kwa Mungu. Walikata tamaa kwa nani? Maana
mpaka saizi tunapata shida, tunapata shida kweli kweli saizi, kwa sababu ya mtu mmoja alikata tamaa kwa nani? Kwa Mungu. Sio na wanavyotuvuruga vuruga, maana wanatafuta kuchoma makanisa, maana wanatafuta kuangamiza wachungaji. Yaani ni mtu mmoja tu alikata tamaa. Maana sasa wanataka kuwa mabinti wote wa Kristo ili waanguke dhambini, lakini kwa sababu mtu mmoja alikata tamaa. Lakini asante Mungu aliingilia kati kukata tamaa kwao, na Mungu aingilie kati kukata tamaa kwako. Tumaini lingalipo kwa Mungu. Ni kweli ni muda mrefu, lakini Mungu yupo. Soma ile hatima yake. Dalili nyingine inayoashiria ya kwamba mtu amemwacha Mungu ni kuishi kinyume na mafundisho ya Biblia. Kuishi kinyume na mafundisho ya Biblia. Sasa ninapoishi kinyume na mafundisho ya Biblia, hiyo ni dalili mojawapo ya kwamba nimemwacha. Sasa Biblia itabaki kuwa Biblia na neno la Mungu litabaki kuwa neno la Mungu. Kila kilichoandikwa kitabaki hivyo hivyo. Haijalishi nimeamua kubadilika, kitabaki kama kilivyo. Sasa ukianza kuangalia mfumuko ulioko sasa hivi, kuna watu wanaitwa wanasaikolojia. Sasa wameshika mashiko sana kwa watu wa Mungu. Yaani watu wako tayari kuishi kwa maelekezo ya wanasaikolojia, lakini kwao imekuwa ni ngumu kuishi kwa kufuata neno la Mungu. Na wakati mwingine kwenye ibada, kwenye makongamano yetu, yaani wanasema lazima tuweke na mwanasaikolojia aje mwanasaikolojia. Sasa unaanza kujiuliza, kwani saikolojia imetoka wapi? Imetoka kwenye Biblia au vipi? Maana saikolojia inasema ukiwa unanena kwa lugha una shida kwenye nini? Kwenye kichwa. Hiyo ndio saikolojia. Saikolojia inasema kwamba ukipata ule mguso wa kimungu ukajichafua chini na suti zako, saikolojia inasema huyu jamaa ana shida, ana matatizo ya afya nini? Ya akili. Si unaona Au unapoomba unatoa na machozi kabisa kabisa, asema huyu bwana inawezekana kidogo anasonona. Ndio saikolojia inasema hivi, anasonona. Sasa wapi na wapi? Neno la Mungu na saikolojia, unaona wapi na wapi? Watumishi, mimi siko kinyume na saikolojia, na nachozungumza hapa, mtu kuacha kuishi vile neno la Mungu linafundisha au kuishi kinyume na mafundisho ya Biblia, anaamua sasa kuweka mkazo kwenye saikolojia. Lakini bado unapokuta saikolojia kuna upande fulani inakinzana na neno la la Mungu. Wakati mwingine ukizungumza kunakuta kama ni maneno matamu, ni kama wanasema yana sound, yanaleta maana. Lakini bado ukirudi kwenye neno la Mungu ni kwamba kuna sehemu bado sijapita. Ndio maana nakuta kama kuna mapungufu, nikaanza kuishi kinyume na neno la la Mungu. Sasa ukija kwa saikolojia yenyewe itakwambia usocialize. Inasema fanya ni usocialize. Kana wenzako, cheka, ongea. Lakini unapokuja kwenye neno la Mungu inasema msiache kukutanika kila itapo leo. Lakini haisemi kwamba mchekeshane, mumlete mchekeshaji hapo, mvujike mbavu. Hapana, nasema msiache kukusanyika kila itapo leo. Kwa hiyo ile ibada tu ina uwezo wa kutengeneza kila kitu ambacho sasa tunasukumia kwenye kwenye saikolojia. Lakini tatu zitakazoponya maisha yako. Lakini tatu zitakazoponya maisha yako. Leo tumeanza lakini ya kwanza. Na lakini ya kwanza inapatikana mstari wa kwanza na wa pili. Ukimwacha Mungu atakuacha. Kwa ni wajibu wangu mimi binafsi kutembea na Mungu binafsi, kubaki na Mungu binafsi.
nisiangalie mtu, nisiegemee mahali, kwa sababu aliyeamua kumwacha Mungu, matokeo yako wazi. Mungu naye atamwacha. Kwa neema ya Mungu tutaendelea lakini ya pili, tuone neno la Mungu linasemaje kwenye lakini ya pili ambayo inaweza kuniponya maisha yangu. Mungu tunakutukuza, tunakubariki. Asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa sababu umekusudia kutenda mema kwa maisha ya kila mmoja. Mungu ambaye unatuhurumia, Mungu ambaye unatupenda, ambaye upendi hata mmoja potee, upendi hata mmoja kuache, lakini wote tukuishie kwa maisha yetu, kwa maneno yetu, kwa vitendo vyetu, na katika mambo yote yatuhusuyo, kwa kuabudu wewe na wewe peke yako. Tazama Bwana, umetufundisha kutoka kwa kabila la Benjamin na Yuda, pale ulipomuinua mtumishi wako Azalia nabii apeleke ujumbe waweze kufahamu lakini ya kwanza inayoweza kuponya maisha yao. Mfalme Asa alisikia, Benjamini walisikia, na Yuda wote walisikia. Mungu wa mbinguni, tunaomba utusaidie tusikie nasi leo yale yatupasayo kutenda, katika jina la Yesu Kristo, amen. Naomba usimame mahali pako ulipo. Naomba usimame mahali pako ulipo. Unayo sababu ya kuzungumza kitu kwa Mungu. Funika macho yako, zungumza tu kitu kwa Mungu na upate kusikia Mungu anasema nini. Paza sauti yako tu, wala usihofu. Zungumza hicho kilicho karibu, zungumza hicho kilicho karibu. Asante kwa sababu umeambia watoto wako, tega sikio lako kusikia Mungu anasema nini. Tusaidie Mungu, ukatukuse nasi Bwana, tukajue jinsi gani ya kutembea na wewe, tusikuache, tukakutumikia, tukakutegemea Bwana, tukatembea kwenye makusudi yako, kwa sababu umetupa angalizo kwenye maisha yetu kwamba endapo tutakuacha, kwamba nasi utatuacha. Nisaidie kanisa hili Mungu, saidia watu wako wa kike na wa kiume, tutembee katika kusudi ulilokusudia kwenye maisha yetu. Wewe ni Baba. Asante kwa sababu unatuwazia mema. Asante kwa sababu unatufundisha ili tupate kujua kwamba dalili mojawapo